Hamjambo wanafunzi wa gredi ya kwanza. Hatujambo mwalimu. Hamjambo. Hatujambo mwalimu. Muhali gani? Nzuri. Jema. Muhali gani? Jema. Muhali gani? Jema. Mumeshindaje? Mumeshindaje? Vizuri. Mumeshinda vyema, sivyo? Tunaenda kusoma somo letu la Kiswahili na tunaenda kuangalia matumizi ya mimi na sisi. Sema mimi na sisi. Mimi na sisi. Mimi na sisi. Mimi na sisi. Wakati ninapozungumzia mimi, nikijizungumzia mimi, inamaanisha ninazungumza kuhusu mtu mmoja. Ninamaanisha mtu mmoja. Na wakati ninapozungumzia sisi, sisi ni zaidi ya mtu mmoja, ni wengi. Wanaweza kuwa wawili kwenda mbele. Tunapatana wanafunzi wa gredi ya kwanza? Tunapatana? Sema ndiyo mwalimu. Tunapatana? Ndiyo mwalimu. Vizuri. Kwa hivyo nataka tuangalie mfano katika sentensi wa kutumia mimi na sisi. Tukitazama kwa ubao, sentensi ya kwanza inasema sisi tutaenda kuogelea. Sisi tutaenda kuogelea. Sisi wote tutaenda kuogelea. Kwa hivyo tuko wengi. Tutasema sisi tutaenda kuogelea. Tusome tena. Sisi tutaenda kuogelea. Vizuri, sisi tutaenda kuogelea. Sentensi ya pili, mimi ninaimba vizuri. Mimi ninaimba vizuri. Mimi ninaimba vizuri. Mimi ninaimba vizuri. Hiyo sentensi inatuonyesha ni wewe peke yako. Hauko na mwenzako, ni wewe tu peke yako. Kwa hivyo ukiwa peke yako utatumia mimi. Kwa hivyo utasema mimi ninaimba vizuri. Je, mnanielewa? Mnanielewa wanafunzi? Vizuri. Tutazame sentensi ya tatu. Sentensi ya tatu inasema mimi nimebeba kikapu. Mimi nimebeba kikapu. Mimi nimebeba kikapu. Mimi nimebeba kikapu. Vizuri. Mimi nimebeba kikapu. Hiyo sentensi inatuonyesha ya kwamba ni wewe tu mmoja ambaye umebeba kikapu peke yako. Na ukiwa peke yako nimesema unatumia mimi. Tuko pamoja? Ndio mwalimu. Tuko pamoja? Ndio mwalimu.
tuangalie sentensi ya 4. Sentensi ya 4 inasema sisi tutavaa sare zetu. Tusome. Sisi tutavaa sare zetu. Sisi tutavaa sare zetu. Tuko wote, si ndio? Kwa hivyo tukiwa wote, tuko wengi, tutasema sisi tutavaa sare zetu. Turudie. Sisi tutavaa sare zetu. Tukiwa wengi nimesema tunatumia sisi. Vizuri. Tutazame sentensi ya 5. Sentensi ya 5 inasema mimi. Some. Mimi ninapenda kula matunda. Mimi ninapenda kula matunda. Je, wewe unapenda kukula matunda? Nani anapenda kukula matunda kama mwalimu? Unapenda kukula matunda kama gani? Mimi napenda kukula machungwa. Na wewe unapenda kukula tunda lipi, Mark? Maembe. Wewe unapenda maembe. Vizuri. Ndirangu, wewe unapenda kukula matunda gani? Papaya. Vizuri. Papaya ni matamu. Wewe Rewili unapenda kukula matunda gani? Unapenda kukula strawberry? Pia hayo ni matamu. Kaelinginyo, unapenda kukula matunda yapi? Limau. Limau ni kali. Mimi naogopa kukula limau. Wewe Dr. Hope unapenda kukula matunda yapi? Unapenda kukula avocado. Kwa Kiswahili tuseme parachichi. Avocado kwa Kiswahili inaitwa parachichi. Parachichi ni nzuri. Kirate, unapenda kukula matunda yapi? Unapenda kula ndizi. Nzuri. Ndizi ni tamu pia. Hata mimi saa zingine nikipata ndizi huwa nakula. Napenda kwa sababu ni tamu. Kwa hivyo tunasema mimi ninapenda kula matunda. Ni vizuri kukula matunda. Ukikula matunda unakuwa na afya nzuri ama njema, si ndio? Haya. Sentensi ya 6. Sisi tunacheza uwanjani. Sisi tunacheza uwanjani. Sisi tunacheza uwanjani. Tuko wengi. Tukiwa wengi tunatumia sisi. Tunatumia nini wanafunzi? Sisi. Tunatumia sisi. Sasa wanafunzi, kazi ambayo imebakia, swali la 7, 8, 9 na 10, hiyo ni kazi ya ziada. Hiyo kazi ya ziada nataka muende nyumbani mkasaidiwe na wazazi wenu. Muende mtumie sisi au mimi kujaza hili. Dash ninasafiri, dash tunalala, dash napenda wazazi wangu, dash sote ni wanafunzi, dash tunalima. Kwa hivyo
Hiyo ndiyo kazi yetu ya ziada ya siku ya leo. Kuna mtu ana swali kabla hatujamaliza? Hamuna. Asanteni, tuonane wakati mwingine.